الحمد لله رب العالمين. أحمد الله العلي القدير رب العرش الكريم الذي يسر لنا هذا اللقاء بأخواتنا وأمهاتنا في هذا المسجد المبارك. كما أسأل الله رب العرش الكريم الذي جمعنا هنا أن يجمعنا يوم لا ظل إلا ظله إنه أرحم الراحمين. Baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma kiongozi wa umma, kipenzi chetu, mwalimu wetu Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, tunamshukuru sana Allah ambaye ametukutanisha leo hapa pamoja na mama zangu vipenzi, dada zangu katika imani, katika msikiti wetu huu. Tunamwomba sana Allah kama vile ambavyo alivyokuwa ametukusanyisha hapa, Allah atujalie na atustiri kwa rehema zake siku ya Kiyama, na atuweke chini ya kivuli chake, kwani yeye Allah ndiye ambaye anayepokea dua za waja wake. Dada zangu katika imani na mama zangu, kheri hii tunayoiona katika mji huu wa Bujumbura inatupa faraja sana madai. Unapofika maeneo kama haya ukaona umma kama huu, unafarijika na unamshukuru sana Allah kuona yale wanaosimama nayo mashekhe zetu na vipenzi vyetu kina Sheikh Zuberi. Unaona kazi kubwa ya dawa inafanyika na Allah anatia kabuli. Nilikuwa naongea na shekhe wangu nikamwelezea jinsi mazingira yalivyo ya Bujumbura, akaniambia wallahi ndugu zetu wanapenda kheri. Tunamwomba Allah awajalie hii kheri mnaoipenda, mpaka mwisho wa uhai wenu. Alhamdulillah, kuwa hapa sio kwa ujanja wetu, kwani kuna watu wengi walitamani na wao waje hapa, lakini Allah kakuchagua wewe uje hapa. Kuna kheri nyingi kwenye vikao kama hivi. Wallahu yakhtassu birahmatihi man yasha. Allah kwa rehema zake anawachagua anaowataka. Kakuchagua wewe kuja hapa kwa sababu anataka uipate kheri, akufutie madhambi yako, akunyanyue, akupe daraja. Alhamdulillah, Allah tabaraka wa taala atujalie sote tupate kheri hii. Dada zangu, mwaramuseneza tunafahamu Allah ametuweka katika ulimwengu huu ambao ulimwengu huu, dada zangu katika imani, ni mtihani wa muda mfupi mno katika maisha yetu ambayo tunaoishi katika ulimwengu huu. Ni maisha mafupi mno. Maisha haya, rasilimali pekee tuliopewa mimi na wewe ni pumzi zetu za muda mfupi mno. Pumzi hizi, dada zangu katika imani, zisitudanganye katika maisha yetu. Toka tumezaliwa mpaka tunaelekea kwa Mola wetu, ni sote tunafahamu kwamba uwepo wetu katika mgongo huu wa ardhi, Allah ametuleta ili kutupa mitihani. Uwepo wangu na wewe na sote kwa pamoja katika mgongo huu wa ardhi, Allah tabaraka wa taala ametuweka hapa ili kutupa mtihani, majaribu katika ardhi hii. na ndio lengo la kuumbwa kwetu.
Allah anasema inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu samian basira, hakika tumemuumba mwanadamu kutokana na tone la manii kati ya mume na mke. Allah akamleta mwanadamu katika ulimwengu huu, akasema nabtalihi, tumpe mtihani. Fahamu mama yangu katika imani, dada yangu katika imani, uwepo wako katika huu ulimwengu, Allah subhana anataka kukupa mtihani kwa hali zote ulizokuwa nazo. Umeletwa katika ardhi hii ili upate mtihani. Muhadhara wetu wa kipindi hichi, dada zangu, mama zangu, tukubali chaguo la Allah katika maisha yetu. Tukubali chaguo la Allah katika maisha yetu alokuwa Allah ametuwekea, akatuhukumia katika qadha wal qadar. Kwa kuwa tumeletwa katika ulimwengu huu kwa kupewa majaribio ya kila namna, tukubaliane na ile hali ambayo Mola wetu alokuwa ametupa mitihani hiyo. Allah subhanahu anatuambia ndani ya Qur'an, wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Aya hii lau kama umma wa Kiislamu utaifanyia kazi katika maisha yao ya kila siku, itakuwa ni sehemu kubwa ya faraja katika maisha yao. Allah subhana anatuambia, huenda katika yale ambayo nyinyi mnayachukia katika nafsi zenu yakawa yana kheri kwenu nyinyi. Yale ambayo nyinyi yanawaumiza katika vifua vyenu, hamuyapendi, mnayachukia kutokana na mitihani mbalimbali na matarajio mbalimbali mlokuwa nayo, nafsi zikawa zinachukia. Huenda mambo hayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema huwa khairul lakum, huenda mambo hayo yakawa yana kheri kwenu nyinyi. Wa asa an tuhibbu shay'an, na huenda katika maumbile yenu mkawa mnapenda jambo fulani, unalitamani jambo lile. Wa huwa sharrul lakum, lakini jambo lile likawa lina shari kwenu nyinyi. Wallahu ya'lam, Allah ndiye aliyetuumba sisi, anajua maumbile yetu kutushinda sisi tunavyofahamu maumbile yetu. Wallahu ya'lam, Allah anajua. Wa antum la ta'lamun, lakini nyinyi hamjui. Yale matarajio tuliyokuwa nayo sisi, mapenzi tuliyokuwa nayo sisi, au yale ambayo nafsi zetu inayachukia, haya yote mawili haya tunaweza tukayafahamu kinyume chake. Lile ambalo unaolichukia katika nafsi yako linaweza likawa lina kheri kwako, na lile unaolipenda huenda likawa lina shari kwako wewe. Mkabidhi maisha yako Allah, awe yeye ndiye ambaye anayekuongoza katika maisha yako. Mfanye Allah kuwa ndiye mshauri wako, mfanye Allah kuwa ndiye ambaye msimamizi wako kwa kila kitu katika maisha yako, ambayo ni maisha ya muda mfupi mno. Dada zangu, kabla sijaendelea, nitoe mfano ili uelewe jambo langu hili.
huenda una matarajio mathalan, au unatamani mtoto, unakwenda hospitali, unaambiwa bwana, wewe ni mzima. Unaona alhamdulillah, unamshauri mme wako, pengine matatizo anayo mme wako, mnakwenda hospitali wewe na mme wako mguu kwa mguu. Mume naye anapimwa, anaambiwa na yeye yupo salama, lakini Allah tabaraka wa taala amekunyima mtoto. Usisononeke, usihuzunike, mshukuru Allah. Kwa nini? Ikhtiyari ya Allah kwako ina kheri. Pengine mtoto huyo Allah angekuruzuku naye, ingelikuwa sababu yako ya muda mfupi, ikawa ni fitna kwako, ikapelekea mtoto huyo ikawa sababu ya yeye kuingiza katika moto wa Jahannam. Haya ninayazungumza kwa ufupi kwa sababu Qur'ani mnayo kisa cha Musa alayhi salatu wassalam na Nabiullahi Khidri. Lakini sio hivyo tu, unaweza ukawa una matarajio mathalan ya kuolewa. Vumilia, muombe Allah akufungulie katika milango ya kheri. Unaweza ukatamani kuolewa pengine na mtu fulani, lakini Allah akakuchagulia mtu mwingine. Ridhika huko. Kwa nini? Inawezekana huyu ikawa ni shari kwake. Wako wangapi unamshauri, unamwambia, wewe ndugu yangu mwanamume, wewe umemwona binti yule? Akamwambia nimemwona, swali istikhara. Anakwambia mimi swali. King'ang'anizi tu, mapenzi yamemchota, akili inampeleka, anatamani aingie kule. Mtake Allah ushauri. Akamwambia nitaoa tu. Au dada yetu katika imani inakuja posa, unamwambia bwana swali istikhara, anakwambia tayari nafsi yake imeelekea kule, anajichukulia maamuzi yake mwenyewe. Wakati Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Jabir bin Abdullah al-Ansari, Mtume anasema, Jabir anasema, alamana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam salat al-istikhara. Mtume alitufundisha swala ya istikhara katika mambo yetu yote. Bahati mbaya leo umma wa Kiislamu istikhara wanaiswali pale ambapo kwenda kuposa au kuposwa, basi kwenye mambo ya ndoa. Kumbe istikhara unapotaka kufungua biashara, istikhara unataka kusafiri, istikhara kadha wa kadha wa kadha, kumtaka Allah ushauri. Sasa yale matarajio yako ulokuwa nayo, pindi yanapokwenda kinyume na matarajio yako, mshukuru Allah. Uking'ang'aniza jambo, huenda baadaye ikawa majuto kwako. Nataka lazima nimwoe binti huyu, unalazimisha, unaenda kumuoa, unayokutana nayo kule yanakuja kuumiza moyo wako. Unalazimisha, lazima niolewe na fulani, matokeo yake baadaye inakuwa ni shari kwako. Ndio maana Allah anasema wa asa an takrahu shay'an, huenda yale ambayo nyinyi mnayachukia, wa huwa khairul lakum, nyuma ya pazia kumbe yana kheri kwenu. Wa asa an tuhibbu shay'an, na huenda mkayapenda mambo fulani na fulani, wa huwa sharrul lakum, yakawa yana shari kwenu. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun, Allah anayajua yale ambayo nyinyi hamyajui. Dada zangu katika imani, alkhairi fima yakhtaruhu Allahu lana. Kheri ni ipi? Ni ile ambayo chaguo la Allah katuchagulia sisi katika maisha yetu, ndiyo kheri kwetu sisi. Shari ni ile ambayo sisi tunailazimisha katika maisha yetu. Tukubali pale ambapo Allah alipokuwa ametuweka katika maisha yetu. Wama yakhtaru Allahu lana huwa khair, yale ambayo Allah subhanahu ametuchagulia katika maisha yetu, hayo yatakuwa yana kheri kwetu sisi. Hata lau kana al-aks,
fi raghabatina, hata kama yatakwenda kinyume na mapenzi tuliokuwa nayo katika vifua vyetu, maadamu Allah katuchagulia, basi yatakuwa na kheri kwetu sisi. Wa kullu ikhtiyarati llahi salih, kila chaguo la Allah lina wema kwetu sisi. Kila chaguo la Allah kwetu sisi lina kheri katika maisha yetu, hata wa in kunna la nafham kullu asbab. Ile kheri ambayo Allah katuchagulia, hata kama sisi tutakuwa hatufahamu hizo sababu, kwa nini Allah katuchagulia. Kwa mu'min muislamu wa kweli, akiona jambo lake Mola wake amemuongoza akamfanya hapo alipo, hana dauti ya aina yote, anasema alhamdulillah, anamshukuru Allah. Kama hadithi ya Suhaib ibn Sinan inda al-Imam Muslim, ajaba al-amri al-mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dhaka li ahadin illa al-mu'min. Ajabu iliyoje kwa tunu shani ya kila Muislamu. Kila jambo la Muislamu kwake ni kheri. Fa in asabatuhu sarau shakara fakana khairan lah, akipata kila aina ya neema ambayo Mola wake kamruzuku, nafsi yake ikawa ina utulivu kwa yale ambayo maisha alokuwa nayo, anamshukuru Mola wake. Wa in asabatuhu dharra, akipata mitihani misukosuko, akajua hapa ni Allah kanipitisha kwenye mitihani hii ya ulimwengu, na Allah ananipenda, amenichagua, kaniweka mahala hapa, sabara, anakuwa ana subra. Na jambo hili hana isipokuwa Muislamu wa kweli. Kwa hiyo mitihani tunaoipata, ikhtiyari ambayo Allah alituchagulia kwenye maisha yetu, yana kheri, hata kama sisi hatufahamu zile sababu kwa nini tumewekwa pale. Dada zangu, falmaridh, mgonjwa, falmarad khairul lah. Mtu anaweza kashangaa hapa, mgonjwa, Allah kakupitisha katika mwili wako akakupa maradhi aina fulani, kisura ya kibinadamu. Kuna yote anapenda maradhi? Hapana. Lakini yale maradhi ambayo Allah ameugusisha mwili wako kisura fulani yanaumiza, lakini kumbe maradhi yana kheri katika mwili yetu. Kheri inakuja hivi, kwa yule ambaye Allah kamfunulia maisha yake ya ulimwengu huu, akajua kabisa kwamba maisha haya ni ya muda mfupi mno, anapita. Yule ambaye anayeugua ana kheri anayoipata, wanaitamani waja walokuwa wema, walokuwa wametangulia, anatamani awe kama huyo. Anajua akiugua Allah atamfutia madhambi yake. Kuna kheri, dada zangu katika imani, kwa Muislamu leo, kama yale mizigo ya madhambi tuliokuwa nayo, tunayoijua na tusiyoijua, kuja kufutiwa madhambi yetu. Maana ukifutiwa madhambi, ina maana unabaki kuwa tahir, msafi. Na ukiwa msafi, Allah anakunyanyua, anakusogeza karibu yake. Nani hataki kuwa karibu na Allah? Nani hataki kuwa kipenzi baina yake na Mola wake? Yanakuja maradhi katika sura yanaumiza, lakini kwa sababu Allah ametugusisha maradhi yale, basi tunatakiwa tumshukuru Allah, tuwe tuna subra, tumtegemee Allah, tuchukue dawa kama asbabu za kumtegemea Allah, kisha tumkabidhi maisha yetu Allah, kwamba nimesubiri Mola wangu kutokana na maradhi uliokuwa umenipa, na kuachia wewe, kwa sababu wewe ndio mwenye kuponya maradhi kama haya. Allah amekuweka hapo. Lakini dada zangu katika imani, walmuafa siha, hata yule ambaye aliyekuwa hana maradhi, mzima wa afya, mtu huyo asiha khairullah, afya kwa wakati wake huo
una kheri. Allah kamchagulia kipindi hicho awe katika hali hiyo, amshukuru Allah, amdumishe katika neema hiyo. Bahati mbaya iliyoje kwa umma wa Kiislamu leo, kuna aina ya watu akipata maradhi anaona yuko kwenye nakama, akiwa ana afya anajisahau katika maisha yake. Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib, Mtume anasema ni'matani maghbunu fihima kathiru minan nas, asiha wal faragha. Neema mbili zinawadanganya mno watu, kuwa na afya na kuwa na wasaa, faragha ya kufanya anaolitaka. Wanajisahau. Kwa wakati ule Allah akakufanya kuwa na afya, mshukuru Allah, itumie afya yako vizuri kumwabudu Allah. Kuna wakati utaitamani afya hiyo na utaikosa.